Fizi News 24. Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Na mtazamaji wa Fizi News, tunakuja tena mara nyingine kwa kukuletea habari mbalimbali, habari za ukweli kabisa zisizoegemea upande wowote kutoka sehemu mbalimbali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao siku hizi inagubikwa na habari za usalama baada ya mapambano makali ambayo yanaendelea kuripotiwa sehemu mbalimbali katika tarafa la Fizi, ambako mapambano hayo yanaendeshwa kati ya jeshi la taifa wakiungana na wazalendo dhidi ya waasi wa M23 au wakiungwa mkono na Rwanda kwa mujibu wa ripoti mbalimbali za Umoja wa Mataifa. Leo ni tariki 25 mwezi 12 mwaka 2025. Tunawapa Christmas njema kwa Wakristo wote ambao wanaitegea sikio na kutizama TV hii Fizi News. Tukianzia katika tarafa ya Fizi huko Makobola, ambako mapambano makali yameripotiwa siku ya tatu ya wiki hii ya tariki 24 kati ya jeshi la taifa FARDC wakishirikiana na wazalendo dhidi ya waasi wa M23. Mapambano makali yameanzishwa asubuhi mapema kwenye milima inayoinukia mji wa Makobola na Kasekezi, maeneo ya Ebenge, ambako inasadikika kwamba jeshi la taifa pamoja na wazalendo ndio wamekuwa kwanza kushambulia ngome za waasi wa M23. Milio ya risasi nzito na silaha kubwa iliweza kusikilika mchana wote, na hivyo kupelekea hofu mkubwa miongoni mwa wakaaji ambao wanapatikana kwenye vijiji hivyo vya milima ya Makobola. Kwa mujibu wake kiongozi wa shirika la raia Paswima, Bwana Prince Wilonja, amesema kwamba ni mchana wote mzima hali hiyo imeripotiwa, lakini jeshi la taifa FARDC limejaribu kuteka kijiji cha Makobola na Bangwe, lakini akikufanyikiwa na kurudi tena Kachekezi. Huyu hapa amesema kwamba jeshi la taifa limetoa tangazo kwamba watu wote ambao wanapatikana maeneo ya Munene lazima waondoke. Hajulikani kwamba ni kwa sababu ya kuachia uwanja ili kuanzisha operation vizuri. Après zile bombe zilipigwa asubuhi sana, donc FARDC avec ses alliés wazalendo na M23 balikamatana kule Makobola, bakaanza mumilima ya village Kaama na village Ngalula, mule mwescarpema yake pale bakapigana pale mpaka bakapandia Elenge. Ni escarpema ya Bangwe iko entre Ngalula na Bangwe. Elenge kule yulu kumilima kule njo balipigana kabisa kulishinda walipigana sana kule sana tu. FARDC na ikapima kufonce iende village Bangwe kule Makobola, mais M23 ikabapuse kabisa tena bakarudia Kasekezi. Njo vile manake kule Elenge njo kwenye kuko wale watu ya FARDC na Kasekezi huko chini, mais M23 njo iko tu pale Bangwe, inakuwa Makobola yote 1 na 2 mpaka kwenda Luanga ti mpaka Kigongo na Katongo ti mpaka Uvira. Na hii magharibi tu njo hiyo insida yenye ilifika swima ya abo wenzetu ba unité ya nani ya Kotomba njo ilifika pale kuvamia ule garso na zile mbuzi zake pale na kuzibeba na kubeba mbuzi pale. Tena wanabeba mbuzi wanafika kubabushia pale, sio wanaintimidate mpaka wabauzie yayo, banauzisha mbuzi pale, wanatia franga mfuko. Balikuwa wanatoka Munene ndio wanafonce ti mpaka ngambo za Mboko kule. Na hii magharibi ndio tulipata taarifa inatoka kwa FARDC kusikwe mraia mwenye atabude kuingia ku Munene, kusikwe raia wakonekana Munene, baraia baanze Ilakala mpaka kuya ngambo za Swima. Tukibaki tu huko katika maeneo ya Swima ambako kuna kuwa hali ya sitofahamu kulingana na usalama mdogo unaosababishwa na vita hivyo, ni kwamba Mwami Swima wa kijiji hicho amesema kwamba hali ya maisha inaendelea kuzorota kwa wakaaji wa Swima, hasa pale wakimbizi wengi toka vijiji mbalimbali wanapatikana kijiji humo. Hali ya vyakula kupanda bei, maisha yamekuwa magumu zaidi na huku wanaishi bila msaada wowote. Amesema kwamba
bei zimepanda vya chakula na kuvipata imekuwa tatizo kubwa, na hivyo kuomba serikali na mashirika mengine ya kiutu ambayo yanahudumu kwenye ili kusaidia wanaokimbia eneo zao kuja na misaada, kwani hali inaendelea kuwa mbaya zaidi. Sikiliza Swedi Swima, mwami wa kijiji hicho. Kiukweli Swima kwanza watu walikimbia, Swima walikimbia, watu walikwenda Burundi, wengi wameenda Burundi na watu wengine walienda Ubwari, na pia Swima kuna wahamiaji wengi ambao wametoka Uvira, Katongo, Kigongo, Makobola, Bangwe, Ngalula, Kahama, kufika hadi Kasekezi, Munene na Ilakala, wote wamerundana Swima. Kimbizi wako wengi sana, wahamiaji wa ndani wa deplace interne wako wengi hapa Swima. Na hali ya maisha iko nzito sana, hali ya maisha ni duni. Kwanza kwa upande wa malazi, watu wengine wanalala nje, wakilala baharini, na tuko msimu wa masika, bimaana msimu wa mvua, wengi walikuwa wananyeshewa. Lakini tulichukua fikra kwa kutazama baadhi ya majumba ya watu ambao wamehamia wamekimbia, basi watu tuwaingize kwa yale majumba ambayo wenyewe hawapo, tukawa tumewaingiza ndio kuwahifadhi, ila bado watu wanazidi kumiminika kwa sababu raia wengi walikuwa wamekimbilia milimani katika hiyo miji ya wenzetu. Na pia hali ya maisha ni duni sana, nzito. Kigozi cha unga ambacho kilikuwa kituuzikana hela 500, kwa bei ya 500, leo kinakuwa unga wa muhogo inakuwa inauzikana 1000. Na unga huu wa mahindi tu, sio sembe, mahindi ya kawaida, unauzikana 2000 kwa hivi sasa. Dagaa alikuwa kiuzikana 2000, 1000, leo anakuwa anawekea 5000. Ile mtu asikia amekula yeye tu na familia ya watu kama vile watatu, labda afanye jitihada kuanzia 20,000 ndio mtu anaweza kala. Pungukiwa sana 10,000 unakula na uweze ukashiba. Hali ni nzito, watu wamekosewa chochote kile. Na huko Mulongwe ni katika sekta ya Nganja tarafani Fizi kwenye grupementi ya Batombwe, hali imeweza kuzorota siku hiyo 3 baada ya milio nyingi ya risasi kusika kijiji himo na watu kuanza kukimbia makao yao. Kwa mujibu wa duru zetu toka sehemu hizo kutoka kwa viongozi wa kijiji hicho ni kwamba wazalendo ndio wanaleta vurugu kubwa katika eneo hilo, huku wakipiga risasi kiolela kupita kiasi. Mzalendo mmoja ameanza kufatua risasi ghafla, ndipo vijana kijijini walimzingira na kumkamata. Walipompeleka kwenye wenzake ambako walikuwa wamepatikana, ndipo wenzake wameanza kufatua risasi kuelekea vijana hao ambao walimpeleka kijana huyo, jambo ambalo lilileta hofu mkubwa miongoni mwa wakaaji na kuanza kukimbia. Lakini hali imerudi tulivu muda mchache baadaye, kama anavyosema mmoja kati ya viongozi. Huko kijana mmoja wa mzalendo alishauzi jiji mingi sana hapa na kupiga masasi, yuko anamuita kama Chinyinyara. Sasa huyo kijana aliingia Mulongwe na kuanza pia mwenye iko chini ya chef de village pale. Wakati anaanza mashambulia, bakababiana balimutira bakamunyanganya silaha. Nyuma wakaenda pora boutique moja pale. Wakati yenye chef de village anakuja, tunaomba intervention, kwenda fanya intervention pale. Huyo kijana anakamatiwa. Ingine magrupe yenye kumule mukani kama viko Kazalendo anaanza rushia bale wenyewe walikuwa wanaenda funga ule mwizi masasi. Ndio tatizo balijiliana tu sekunde ngapi, ndio habari yenye iko Mulongwe ile. Na ule mwizi anakamatiwa ti mpaka buli leo. Ule Murundi mwenye alitoka Burundi ni mkimbizi, kwa leo anakuwa mzalendo, anamuita Constante, ndio mwenye anatia trouble sana mkambi. Kwa hiyo naomba viongozi, ile ni kambi haiko fasi ya kuchezea. Ule Burundi wakongomani biko, ule mkongomani mwenye ataingia mwile siasa ya Burundi. Hao Warundi nao wenye biko mkambi banaingia mu siasa ya Kongo, kwanza piga tena makongomani masasi kuvuruga mafingini. Kwa hiyo viongozi mwenye atetea sauti yangu akamate jukumu yake kwa kuchunga raia na vitu yote yenye iko mu territoire ya Fizi. Bila vile mtakuwa riske na mingine yote kubakia bure, watu wanakimbia yenye abahondi. Sasa inaongea na admin wa kambi na mwelezea kwa toa ule Murundi yake aende kwa hiyo baba basoda ba Kirundi wenye wanakuya. Kwa ajili kama yeye anapenda kisoda hata kwa hiki ya kizalendo huko ya kuanza kuiba, aende
anaenda Burundi aende kama kwa kwangu maana kazi ile group. Hapa kesho watatuletea kubwa inatoka. Na huko Malinde tuko katika sekta ya Mtambala ni kwamba mama mmoja amezalia nje baada ya waganga wote wa kituo cha afya cha Malinde kukimbia na kujielekeza sehemu zingine. Swala ambao limezua maswali mengi miongoni mwa wakaaji wa Malinde, akiwa ni makao makuu ya sekta ya Mtambala, likijiuliza kwa nini waganga waamue kukimbia wakati vita vingali mbali na watu wako Baraka, watu wako Katanga na sehemu zingine. Kwa nini waganga wao kwanza kukimbia eneo hilo na kukimbia kazi? Mmoja kati ya wakaaji wa Malinde ambao tumewasiliana nao pia amesema kwamba hali hiyo imeleta hofu na ni mshangazo mkubwa, kama na ikiwa wasingechukua jukumu la kuita mkuu wa mtaa wa afya wa Fizi ili kuwazimisha waganga hao warejee sehemu hiyo, mpaka sasa wangekuwa wajarejea. Lakini baada ya mganga mkuu wa mtaa wa afya wa Fizi kuingilia kati, waganga hao tena wamerejea. Kiongozi amesema kwamba si vizuri watu kuendelea kuzua hofu na kwanza kukimbia maeneo wakati bado adui kufika eneo hilo. Sikiliza alivyosema. Hiyo habari ilikuwa ya ukweli, balifunga milango ba munganga wenye liko pale bale ba viara ba munganga pale na ba masera. Wakati nikakuya pata ripoti ya mtu mwenye alizala nje kumulango ya hospitali, wakati raia ilikuwa ya mingi, nikaita medezon nikampatia ile kumwambia kama Malinde hakuna munganga, hakuna kuchezi. Hivi saa hii ndo wanawasiri kufungua hospitali Malinde, ndo wanaanza kazi, lakini masiku yote ya nyuma hakuna munganga yenye alikuwa pale kwa hospitali. Si wanasema kimbia vita yenye kingaliki Uvira ilishahamia Malinde. Pale Katanga kuko ba munganga abayatoka, pale Mulongo kuko ba munganga na Baraka kuko ba munganga. Malinde ndiko kuduzu kilometri na nani nyenye ba munganga. Ni shoze grave yenye natushangaza. Sisi wote tunajiuliza kama alifanyizia vile. Wao walifanya hapo busiku, wakadeplace na dawa na vingine wakaenda. Kulamuka msubuhi hakuna moto. Hivi saa hii ndo nasikia societe civile na kwa niambia kama balishinda kuhesabia vitu yenye vilikuwa pale kwa hospitali na matela mavitanda vinini. Yaani leo ndo wanaanza kazi rasmi. Atungeita ule mkubwa yabo mete chef de zone, yani abangerudia. Yaani ni mshangazo sana. Munganga ni mtu mwenye anajulikana. Meme mwenye anaumia muvita iko na droit kutunziwa, awe adui awe nani. Sasa sie baraia hapa tu yaona adui mwenye anaingia hapa. Tunajua kama hii mingine yote iko chini ya uongozi wa serikali na pamoja na wazalendo, lakini ya ajabu wanganga kufunga hospitali kwenda, ile ni ushangazo sana. Naweza waambia tu kila mtu afate kazi yake, sitiane mumapanike ya kukimbia na kukimbiza watu wengine. Tumalize taarifa zetu na Baraka ni kwamba milio ya risasi imerindima leo asubuhi ya tariki 25 mwezi wa 12 mwaka 2025. Risasi hizo zimepigwa maeneo ya Baraka kati na mpaka sasa wakaaji hawajui risasi hizo zilisababishwa na nini. Limekuwa jambo la kawaida pa Baraka milio ya risasi kusikika kila kukucha hivyo na kila usiku, licha ya vikao vingi vya usalama ambavyo viongozi wamesha kuendesha katika jiji hilo la Baraka. Suluhisho bado kupatikana. Sehemu zingine tarafani Fizi ziko tulivu, amani kabisa. Ina sehemu zingine tarafani Fizi hakuna chochote ambacho kimeripotiwa. Maisha yanaendelea kama kawaida licha ya wasiwasi ambazo zinatokana na mapambano huko maeneo ya Makobola, lakini hali imekuwa tulivu. Mfano Misisi ni shambra ambako watu wanapita na kushuka wakiwa kwenye mapikipiki huku wakisherehekea sikukuu za Christmas. Mtazamaji, huko Uvira ni kwamba hali tulivu. Bukavu kwanza hali ni tulivu kwa leo. Huko katika sekta Itombo, milima mirefu ya Mwenga, hali pia inaripotiwa kuwa tulivu, na ikiwa kutakuwa mapya Fizi News sita kuwajuza. Mpaka hapa sina la ziada. Acha nimalizie hapa sema kwamba endelea kutusikiliza, na ikiwa unataka kupata habari za kweli kabisa, endelea kusikiliza Fizi News. Abone kwenye channel hii pia uwe wa kwanza kuwa nasambaza ili wengine wapate habari za kweli kabisa. Fizi News ni media ambayo inakupa habari za ukweli kabisa bila kuegemea upande wowote. Tumekuambia kwamba mpaka sasa waasi wa M23 wanashikilia Bangwe, Makobola ya kwanza na ya pili, Kigongo na Uvira na kuendelea. Na jeshi la taifa bado lina control sehemu za Ibenge, ni kwenye milima ya Makobola, Kasekezi, Swima na kuendelea mpaka kwenye mji wa Baraka. Bye bye. Jina langu Lubunga Bakola Voa, nilikuwa na wewe.
Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.